Na katika maradhi mabaya pia ya nafsi yanayokumba watu baada ya mambo ya shirki billah na mengineyo tuliyataja, kibri, ujub, alhawa, pia ghurur inaingia katika hiyo. Mtu kuwa na ghurur, kuhadaika, hubu almali waljahi na mengineyo katika mambo yanayoingia katika nafsi. Lakini pia ni al-ishqu. Kuna kitu cha al-ishqu. Ishqi inakuwa na pande mbili, mwanamume kumpenda mwanamke au mwanamke kumpenda mwanamume. Hii ni maalum kwa ajili ya wapendanao. Maradhi haya, muulizaji mmoja alimuuliza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kuhusu maradhi fulani ambayo hakuyataja, na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akaleta jawabu ambalo halikuweka wazi maradhi haya, lakini maelezo yamekwenda akataja, watu wakafahamu, aha, kumbe kuna al-ashiq aliyemuuliza. Unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini katika vitu vilivyowaangamiza watu. Mtu akampenda mahbubati wake mpaka akavuka mpaka, yani mwanamume akampenda mwanamke, awe ni mke au mwanamke anataka kumwoa au kinyume cha hivyo, na hivyo hivyo mwanamke kwa mwanamume. Ikawa mapenzi yale yameingia katika moyo wake, yakauenea ule moyo mpaka yakakaribia kumuua. Mambo haya pia yanawatoa watu, yanawavua dini na dunia, bali yanawavua mpaka roho zao. Watu wanakufa kwa jambo hili. Ni katika maradhi ambayo idha stahkama azza ala al-atibba'i dawa'uhu, yanapokuwa yamekaza, yameingia katika mahali na akakaa vizuri, watamakkan, madaktari huwa hawawezi, wanatopewa katika kuyatibu. Wa ayal alila dawa'u. Sasa sheria ya Kiislamu imewekea dawa. Msemaji mmoja alisema, alhubbu da'un udhalun la dawa'a lahu. Alhubbu da'un udhalun la dawa'a lahu yaharu fihi al-atibba'u an-nahariru. قد كنت أحسب أن العاشقين غلوا في وصفه فإذا بالقوم تقصير. أسمى mapenzi ni maradhi sugu ambayo hayana dawa. Wametopewa matabibu wabobezi, ni maradhi sugu, yaharu fihi al-atibba'u an-nahariru, wanatopewa wale matabibu walio mahodari wabobezi. Msemaji asema, qad kuntu ahsabu anna al-ashiqina ghalaw fi wasfihi, mimi nilikuwa ninadhania kwamba wenye mapenzi hayo wamevuka mpaka katika kuyaelezea, kwamba hawa sasa wamezidi bwana. Fa idha bilqaumi taqsiru, kumbe jamaa hata wao pia wamepunguza katika ile kueleza kwake, wameshindwa kuyaeleza. Kitu kibaya kabisa, kinaharibu dini na kinaharibu vile vile dunia. Kuna kisa kimoja zamani niliwahi kusoma, kieleza katika vitabu vya Taraif na kwenye vitabu vya kina al-Asma'i. Wengine wananasibisha na Umar, lakini ni kadhib wa zuru wa buhtan ala Umar. La tasihu hadhihi alqissa ala Umar, ni maneno yameegemezwa kwa al-Asma'i. Pale asema al-Asma'i, mimi nilipita siku moja mahali katika mtaa, nikaona kuna abiyati zimeandikwa kwenye jiwe hivi, pameandikwa, aya ma'shara al-ashiqina billahi khabiru idha halla al-ishq bil-fata madha yasna'u. Kijana tu bachelor shunini kaandika pale kwenye mashairi yake, sawa, aya ma'shara al-ashiqin,
enyi wapendanao nyinyi, enyi kupenda nyinyi, billahi khabiru, na hapa kwa Allah, hebu elezeni, idha halla al-ishqu bilfata madha yasna'u, ishqi itakapokuwa imemvaa kijana afanye nini? Ataka ushauri, lakini kaandika kwa shairi. Akaja yule al-Asma'i naye akaandika maneno pale, akamwambia yudari hawahu thumma yaktumu sirrahu wa yakhsha fi kulli al-umuri wa yakhda'u, basi aendane na yale matamanio yake, kisha aifiche siri yake, asimwambie mtu, anyenyekee kwenye kila jambo na ajidhalilishe katika kila jambo, anyenyekee. Sasa asema baada ya kuandika maneno yale, nikarudi mimi siku nyingine, siku ya tatu au siku ya pili, nikakuta yule kijana kaandika tena yale maneno pale. Asema wa kaifa yudari wal hawa qatilu al-fata wa fi kulli yawmin qalbuhu yataqatta'u, vipi bwana ataweza kuendana na mapenzi yake? Vipi anaendana na mapenzi yake na hali ya kuwa haya mapenzi ni yenye kumuua huyu kijana, na kila uchao, kila siku moyo wake unakatika katika. Akachukua chaki sujiwe naye akaenda kaandika pale, idha lam yajid sadran likitmani sirrihi falaysa lahu shay'un siwa al-maut yanfa'u, ikiwa hakupata subra ya kuweza kuficha siri yake, basi hakuna kitu chochote kitakachomsaidia isipokuwa mauti. Nenda zake. Siku ya tatu anapita pale, akamkuta mtu amelala pale, kumbe kashakufa. Asema sami'na ata'na thumma mitna faballighu salami ila man kana fi alwasl yamna'u, hani'an li arbabi an-na'im na'imuhum wa lil'ashiq al-miskin ma yatajarra'u. Kwa akatoa salamu pale kwa basi mimi ndo nafa, lakini tumesikia, tumetii. Sami'na ata'na thumma mitna, tumesikia, tumetii, kisha tumekufa sisi. Kwa fikisha salamu zangu kwa yule ambaye anawazuia watu na kufanya mahusiano, pia nawapa hongera wenye neema kwa neema zao, na yule anayependa aliyedhaifu maskini kile anachokigumia katika machungu pia nampa hongera. Kwa akamkuta yule mtu kafa pale. Ni story hizi, sio? Al-Asma'i ameeleza, lakini ukisoma katika baadhi ya vitabu, hata Ibn Qayyim na Rawdatul Muhibbin, vitabu vingine pale kazungumza maneno mengi sana. Watu wamemlaumu sana Ibn Qayyim kwa nini kaandika maneno yale, lakini inaonekana ilikuwa ni matatizo makubwa mno katika wakati wao. Ni vitu ambavyo vijana vikiwavaa, mtu akiingiliwa na mambo ya al-ishqi katika umri ambao ni mubakir, mapema, basi mustakbali wake unaharibika. Yeye kutu akikaa amfikirie mpenzi wake, hawezi kusoma, hawezi kuhifadhi, haelewi kitu, hakuna chochote, yeye afikiria mpenzi wake. Unaweza kaona kama ni jambo dogo hivyo, lakini mushkila ni da'un udhalun a'ya al-atibba. Sasa dawa yake nini? Sasa billahi alayk, ikiwa wakati huo lilikuwa ni tatizo na likahesabika kuwa ni janga linalohitaji matibabu ya haraka, mpaka al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akakiandika kitabu hiki, wewe waonaje katika wakati huu ambapo matatizo ya aina yote kwa watu waliotangulia yote waliokuwa, basi safari hii imekuja kisasa zaidi? Waonaje hali kama hiyo? Bila shaka kutafutiwa ilaji ambayo ni munasib, tiba yenye kunasibiana na jambo hilo, ni kitu ambacho siwezi kusema hakizuiliki, ni kitu ambacho kinatakiwa kipewe kipaumbele, na tiba iko katika vitabu
katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na maneno ya atibbaul bari'in kama al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kwa sababu hao mabwana wakubwa wanaitwa mabwana wakubwa ambao wanaweza kukushauri katika jambo hili, wao wenyewe wakifika wakati pia wajinyonga na suti yake, kajinyonga na tai yake aloivaa shingoni. Kwa hiyo watu hufikia wakati wakajiua kwa kunywa sumu, wakajiua kwa kujipiga risasi, wakajiua kwa kujirusha katika majengo marefu na njia mbalimbali, kwa sababu ameambiwa fulani hutamuoa wewe, hutaozeshwa mwanamke fulani, au mwanamke fulani hutaolewa na mwanamume fulani, hatutaki, hamtaki, sawa, mtaona, ajiua. Watu wangapi na kesi ngapi hizo zimepita kwa watu, wakazidhulumu nafsi zao, wakayafanya haya waliowafanya. Sasa tiba yake ni nini? Yuko daktari anaweza kutibu mambo haya? Aljawabu la, hakuna. Imam rahimahullah ta'ala alisema, fa in qila wa hal ma'a dhalika kullihi min dawa'in li hadha ad-da'i al-'udhal wa ruqyatin li hadha as-sihr al-qattal wa ma al-ihtiyal li daf'i hadha al-khayal al-khabal wa hal yamliku al-'ashiq qalbahu wal-'ishq qad wasala ila suwaidatihi. Aliulizwa, sasa je, pamoja na hayo yote yaliyotajwa katika maradhi haya ambayo ni maradhi sugu, je, kuna dawa, kuna matabano, kuna ruqya ya kuweza kuiua hii sihiri na uchawi huu wenye kuua? Kuna hila yoyote? Ndio Sheikh al-Imam akaandika kitabu hiki kwa lengo la kuwapa ponyo wenye maradhi ya aina hiyo ambayo ni maradhi ya ndani yasiyowezekana na madaktari. Akatumia njia mbalimbali za kueleza, za kumsaidia mtu kwa njia za tauba, kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka dawa kubwa ya shirki ni tauhid. Kwa akakumbusha juu ya swala la tauhid na mtu kukithirisha tauba na istighfar na kuepuka madhambi na asbabu zake. Akaeleza aliyoeleza mpaka akafika katika mlango wa adhkar, mlango wa adhiya na adabu zake na namna ya kufanya ili kulitibu gonjwa hili sugu na mfano wake.